Na ambao kunasikiliza ni Baraka One TV, ikiwa ni tarehe 3 za mwezi wa 11 2025, majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira, Kamanda Chivuli Amuli awatia nguvu FARDC. Kivu ya Kaskazini, mapigano yazuka kwa kasi kati ya M23 na waza eneo la Mirangi pamoja na Kateku. Tanzania, polisi yathibitisha uwepo wa wageni kwenye maandamano nchini Tanzania, huku Chadema ikipinga matokeo ya uchaguzi. Kamishna wa Umoja wa Afrika Bwana Hamadi Ali Yusufu ampongeza Rais Samia Suluhu Hassan. Na karibu kwenye Amka na Baraka One TV, na pia kumbuka kutembelea Mwangaza TV ili uendelee kujipatia matukio ambayo yako nazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutembelea Mwangaza TV, gusa kwenye description hapo na utakutana na link ambayo itakupeleka moja kwa moja kwa Mwangaza TV. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka ndani ya jiji la Uvira, ambako kamanda wa sekta ya operesheni ya pili ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini, Kamanda Chivuli Amuli awatia nguvu majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Baada ya kuweza kukabidhiwa mamlaka rasmi ya kuongoza sekta ya operesheni ya pili jimboni Kivu ya Kusini ndani ya jiji la Uvira, Kamanda Chivuli Amuli ameweza kuwakusanya wanajeshi wa vitengo mbalimbali vya FARDC, huku akiwatia morali na kuwatia nguvu kwamba ni muda sasa wa kazi na sio tena muda wa lele mama kama ilivyokuwa hapo awali. Kamanda huyo ambaye anaaminika kwa uchapakazi ameweza kuwazungumzia pia hali inayozidi kuendelea huko kwenye uwanja wa vita, na huko akitoa onyo kali kwa majeshi ya M23 pamoja na serikali ya Kigali. Mengi na zaidi, ripoti hii kutoka kwenye makao makuu ya jeshi ndani ya jiji la Uvira. Le commandant du secteur opérationnel Soukola de Sud Kivu, le général de brigade Chiviri Amuli, a présidé à Uvira une parade à l'honneur du bataillon Foudre commandé par le major diplômé d'état-major Alukata. C'était dans l'objectif de galvaniser les troupes contre l'agression rwandaise et leur supplétif du M23 AFC allié aux rebelles MRDP Turwanéo. Au cours de ces rassemblements marqués par l'encouement, le général Chiviri Amuli a salué la détermination du bataillon Foudre de FARDC. Biso peto kotika yete toko wapo na nini trop c'est trop. Holandi. Il les a exhortés à maintenir la discipline militaire et la loyauté envers la République. Denge bakota bamesana kokota duroyo discipline. Morale Mathieu. Cette autorité militaire a fait savoir que les M23 AFC soutenus par les forces de défense du Rwanda sont cette fois-ci tombés dans les pièges basiques des FARDC et ne peuvent plus concevoir quelque chose de bon. Ces rebelles sont actuellement sous la ménopause stratégique, a-t-il ajouté. Hayo kizidi kuendelea jijini Uvira, huko maeneo ya tarafani Fizi
Jimboni Kivu ya Kusini, sekta ya Tanganyika, ajali mbaya ya gari yaweza kutokea maeneo ya Swiba na kusababisha vifo vya watu kadhaa, huku ripoti ikitoka kwa mkuu wa tarafa Sami Badibanga Kalonje. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Fizi pamoja na jijini Uvira, na tujielekeze moja kwa moja jimboni Kivu ya Kaskazini ambako mapigano yazuka kwa kasi kati ya M23 na waza eneo la Mirangi pamoja na Kateko. Hali yaonekana kutokuridhisha tarafani Ruchuru ndani ya utawala wa Bwito na pia tarafani Walikale huko wakati asubuhi ya kuamkia tarehe 2 ya mwezi wa 11 2025 mapigano makali yaliweza kujitokeza na hivyo kusababisha wananchi kuanza kuhangaika kutafuta pa kukimbilia. Mapigano hayo ambayo yalikutanisha magaidi wa M23 Alliance Brave Congo RDF pamoja na wazalendo wa CMC Bar FAPC. Maeneo ya Mirangi ndani ya groupmenti ya Mutanda ambayo inapatikana huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini, mapigano yalitokeza kwa kushtukizia wazalendo dhidi ya ngome za M23 na hivyo kusababisha mapigano makali, huku silaha nzito pamoja na nyanya pesi zikisikika na kusababisha hali ya taharuki kwa wananchi wa maeneo hayo. Hali sio nzuri, amesema mwananchi mmoja kutoka hayo maeneo, huku duka, kanisa zikifungwa. Waumini walikuwa wanatarajiwa kuamkia makanisani wameshindwa kwenda makanisa baada ya mapigano hayo kuweza kutokeza ghafla, huku wananchi walikuwa mitaani kukimbilia maeneo ya porini kwa ajili ya kuweza kujistiri. Hali hiyo inaendelea kuwa mbaya maeneo ya Kiagala ambako pia mapigano hayo yaliweza kuathiri wananchi, na pamoja na Miragi Kateku ndani ya groupmenti ya Kisimba tarafani Walikale ambako pia mapigano mengine yaliweza kusikika kati ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wazalendo, huku akitongana na magaidi wa M23. Upande mwingine ndani ya jiji la Kinshasa, msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Waziri Patrick Muyaya, amezungumzia waziri wa mambo ya nje wa Rwanda kuwa yeye na mwenzie Paul Kagame ndiye wasemaji wa M23 baada ya serikali ya Rwanda kupinga kufunguliwa kwa uwanja wa ndege ambako mashirika ya kimataifa yanasema kuna utovu wa usalama na pia hali ya wananchi kwa kukosa mahitaji muhimu. Ni lazima uwanja huo uweze kufunguliwa ili waweze kupewa misaada. Kitendo cha wao kuweza kuweka vipingamizi inaonyesha moja kwa moja kwamba ni wao ndio wanaowakamatia mkono magaidi wa M23. Mengine zaidi huyu hapa Patrick Muyaya. Ça apparaît clairement que le Rwanda a représenté son fils MCM23 à la conférence humanitaire de Paris. Et c'est à la limite gênant de voir de ce que nous avons appris. Parce que vous savez, madame, lorsqu'on organise ces types de conférences, il y a des codes. Il y a un protocole qui doit être tenu, qui doit être respecté. Autant vous avez vu que les discours inaugurants ont appris le président Macron et c'est lui qui co-organisait les présidents Faure Gnassingbé. Autant dans les protocoles, il était prévu une conférence de presse qui devait être organisée pour le ministre français Jean-Noël Barrot et son homologue togolais, parce qu'ils avaient l'organisation. Et donc, le fait que vous avez vu les gesticulations du ministre du réseau social, c'est d'abord sortir du cadre de ce qui a été prévu. Et c'est de l'agitation, comme nous avons eu l'occasion de le dire. C'est de l'agitation parce que très rapidement, il devait porter la parole du mouvement du fils qu'il représentait. Je crois que là, il agissait plus comme le père qui parle pour le fils, parce que le fils ne pouvait pas être présent parce qu'il n'était pas justement qualifié pour ce type de discussion. Quoi qu'il en soit, nous savons
que c'est le président rwandais qui est le créateur, le porte-parole, les géniteurs du M23 et que la sortie de son ministre des Affaires des réseaux sociaux est illustratif justement de cette complicité. Mais une complicité, j'ai envie de dire même démoniaque. Comment pensez-vous que le président Macron, qui a réuni près de 70 pays et différentes organisations, on se mobilise pour dire qu'il y a une urgence humanitaire, nous devons très rapidement agir pour sauver de vies, et ceux qui se présentent comme des protecteurs, je ne veux pas rentrer dans leur narratif mensonger, s'opposent ou veuillent subordonner ou veuillent marchander la possibilité, pas seulement pour la RDC, parce que sur le coup, la RDC a réussi de nouveau à se replacer, mais cette fois-ci pour plaider pour l'humanitaire de ces populations, mais ils veulent s'opposer et faire de la politique là où il ne faut pas faire de politique. C'est inhumain, mais pourquoi nous en sommes là aujourd'hui? Supposons que nous ayons dénié aux Rwandais l'accès à notre sol en 1994. Qu'est-ce qui serait advenu? Qu'est-ce qui serait advenu? Et donc, depuis les génocides rwandais en 1994, c'est nous qui payons les prix. Et donc, aujourd'hui, alors que nous travaillons nuit et jour à sortir nos populations de ces souffrances, maintenant que le monde est mobilisé avec nous pour qu'on y arrive, et il y a ceux qui, tortionnaires, ce n'est même peut-être plus le mot, viennent en plus dénier l'existence d'une crise humanitaire. Alors, Yves Abdallah, parce que très souvent on nous dit, voilà, vous là-bas, vous brimez les swahiliphones entre guillemets pour utiliser les langages déplacés de ceux qui nous agressent, mais qui brime qui en réalité? Nous tous, tous les jours, on va faire, j'ai demandé d'ailleurs à mes équipes de faire les décomptes du nombre des Congolais qui sont morts. On ne parle pas des 10 000 ici qu'il y a eu pendant l'attaque de Goma, de nombre de Congolais qui sont morts depuis, on est à des milliers. Si je vous donne un seul exemple, je peux vous parler de Rutshuru, mais de quoi on parle alors? Si ce sont ceux-là qui disent qu'ils veulent le bien des Congolais dans les territoires qu'ils occupent ou dans les parties du pays qu'ils occupent actuellement, pourquoi leur refuser l'accès humanitaire? Pourquoi dire qu'il n'existe pas de crise humanitaire? Dans le monde entier, le président Macron, les présidents Faure Gnassingbe et tous les partenaires qui étaient mobilisés à Paris se trompent. Ce n'est que le Rwanda et son fils préféré ou sa brigade avancée, c'est eux qui ont raison. Alors, tous les témoignages que nous recevons matin, midi et soir, tout ce que l'émission Kivunabi sur Congolais Téléma montre ici, c'est des choses qui sont abstraites. C'est des choses qui sont imaginaires. Ici, les Congolais doivent davantage s'élever pour voir. C'est qui le mal, c'est qui les diables. Ça veut dire non seulement que vous voulez commencer à voler les parents, ce qu'ils ont pu obtenir par la politique de la gratuité, non seulement vous voulez imposer de taxes, mais vous déniez en plus l'existence d'une crise humanitaire. Unaendelea kusikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tarehe 3 mwezi wa 11 2025 saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, na pia unasikiza matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA Central pamoja na East Africa, Europe na ulamba wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Jidi Kizenga Tembele, King Sally, the only one king from USA, Kizabe Aiba, Rafael de Donebuto to Lucien wakiwa nasikiliza Baraka One TV, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic. Na baada ya taarifa hizo tuingie nchini Tanzania, ambako polisi yalithibitisha uwepo wa wageni kwenye maandamano nchini Tanzania, huku Chadema ikipinga matokeo ya uchaguzi, na kamishna wa Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusufu akimpongeza Samia Suluhu Hassan kwa ushindi mzito. Jeshi la polisi Tanzania limethibitisha uwepo wa wageni kwenye maandamano nchini Tanzania, huku likitoa rai kwa wananchi wa nchi hiyo kuweza kuwa makini na kuwaweka hadharani wote ambao wanasadikika sio wenyeji wa Tanzania na wanaopatikana ndani ya nchi ya Tanzania. Amezungumza hayo kamanda wa jeshi la polisi, huku akiweka msisitizo wa yeyote ambaye anajulikana kuwa ni mgeni wa Tanzania na amejikuta ndani ya Tanzania ni lazima aweze kudhibitiwa na pia kutambulika vizuri.
Jeshi la Polisi Tanzania limepata taarifa za watu ambao sio raia wa Tanzania kuwa wameingia nchini kwa njia zisizo rasmi kwa nia ya kufanya uhalifu ikiwepo vurugu. Watu hao wanajifanya kuwa wanafanya shughuli mbalimbali ikiwepo bodaboda. Taarifa zinasema watu hao wapo katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Songwe na mikoa mingineyo. Wakati jeshi la polisi linaendelea kuwafuatilia ili kuwachukulia hatua kali kwa mujibu wa sheria, mwananchi yoyote ambaye amempangisha au anaishi na raia yoyote wa kigeni asiyefahamika na anafanya shughuli gani na mienendo yake ni ya kutia mashaka, atoe taarifa haraka sana kwa viongozi wa serikali za mitaa, wakuu wa vituo vya polisi, wakuu wa polisi wa wilaya, makamanda wa polisi mikoa, au atoe taarifa kwa kupiga simu kupitia namba 0699998899. Asipotoa taarifa na watu hao wakikutwa nyumbani kwake au kwenye biashara yake, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Jeshi la polisi linaendelea kuhakikishia wananchi kuwa kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea kuhakikisha taifa letu linaendelea kuwa salama na lenye amani. Hali ya machafuko nchini Tanzania inaendelea kuwa mbaya, huku mamia ya wananchi wakisadikika kuwa wamepoteza maisha. Wananchi ndani ya nchi hiyo wametoa ripoti mihili ikiwa inazagaa maeneo mbalimbali, na wanaharakati wengine wanasema polisi wamekuwa wakipita kwenye mahospitali mbalimbali na mitaani kuondoa mili ili kuweza kuficha ushahidi. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeweza kupinga matukio ya uchaguzi yaliyofanyika nchini Tanzania, huku yakisema ni wizi mtupu na hakuna hata kilichofanyika kwenye uchaguzi huo mkuu wa 2025 mwezi wa 10 tarehe 29. Hayo yakiendelea kwa Tanzania, katika kamishna ya Umoja wa Afrika Bwana Mohamed Ali Yusuf ameweza kumpongeza Samia Suluhu Hassan licha ya masikitiko ya mamia ya watu walipoteza maisha nchini Tanzania. Huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mimi ni ndugu yako the one and only town DJP Rajabu Akili Kabonga, ambaye kuna kurushia haya matangazo. Mengine tukutanane majira ya saa 6 ambako tutazungumzia kwa kina kile kilichotokea Tanzania baada ya wananchi kaza kuweza kupoteza maisha, na ni mipango ipi ambayo raia kwa sasa wameshikilia kwa ajili ya kutetea haki yao. Tuungane na Baraka1 TV majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Bye bye.